Jenerali wa ngazi ya juu wa Russia ameuawa katika shambulio la kuvizia mjini Moscow. Wachunguzi wa Urusi wamethibitisha kuwa mkuu wa kurugenzi ya uendeshaji wa mafunzo ya vikosi vya ulinzi vya Russia ameuawa baada ya mada ya mlipuko iliyokuwa imetegwa chini ya gari yake kulipuka katika wilaya ya Yasenevo kusini mwa mji mkuu wa Russia, Moscow. Luteni Jenerali Fanil Sarvarov alikuwa na umri wa miaka 56 ameuawa mapema siku ya Jumatatu akiwa njiani kuelekea kazini. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa mada ya mlipuko ilitegwa chini ya gari ya afisa huyo na jeshi la Russia aina ya Kia Sorento na ililipuka baada ya gari kuanza kuondoka. Msemaji rasmi wa kamati ya uchunguzi ya Russia amesema kuwa mamlaka husika zinafuatilia mauaji hayo, na kamati hiyo imesema kuna uwezekano idara ya ujasusi ya Ukraine imehusika katika mauaji hayo. Inafaa kuashiria hapa kuwa Luteni Jenerali Igor Kirillov, mkuu wa vikosi vya ulinzi wa nyuklia, biolojia na kemikali vya jeshi la Russia, aliuawa na kifaa cha mlipuko kwenye skuta ya umeme nje ya makazi yake siku moja baada ya Kiev kuwasilisha mashtaka ya jinai dhidi yake. Aidha, mwezi Aprili mwaka 2023, Maxim Fomin, mwanablog wa kijeshi wa Russia, aliuawa wakati sanamu lililolipuka kwenye mkahawa huko St. Petersburg. Luteni Jenerali wa jeshi la Russia ameuawa siku ya Jumatatu katika hujuma kama hiyo ya mlipuko, huku vita vikiendelea huko nchini Ukraine katikati ya mazungumzo ya maafisa wa Russia na wenzao wa Marekani huko Miami kwa lengo la kuchunguza njia ya kuhitimisha vita kati ya Urusi na Ukraine. Hata hivyo, uchunguzi bado unaendelea kujua ni nini ambacho kimejiri zaidi kutokana na kifo cha kamanda huyo wa kurugenzi ya uendeshaji wa mafunzo ya vikosi vya ulinzi vya Urusi, na imeelezwa kwamba sasa Urusi inatengeneza kila namna ya kuweza kujilinda kutokana na vifo vya makamanda wake. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tulikuwa nayo, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua mengi yanayojiri katika ulimwengu.